Huu mchizi anaitwa Terence, ni dereva taxi hapa mjini. Huwa anakutana na wateja wa kila aina, wenye kelele nyingi, fujo na nini. Hayo ndo maisha yake ya kila siku. Huku upande wa pili kuna udada anaitwa Zoe. Kapitia simu ya mpenzi wake kakuta anamchiti bana. Hivyo akarequest taxi ili aondoke amwache jamaa na gari lake. Muda kidogo mchizi akatokea. Jina lake anaitwa Alex. Zoe akaongea yote. Amejua kumbe jamaa alikuwa anaenda kukutana na mwanamke mwingine anaitwa Alice usiku wa leo. Akayavunja mahusiano, hawezi kudate na mwanaume ambaye anachiti. Wakati Alex anamzuia Zoe asiondoke, taxi alo request ikafika. Akapanda akaondoka. Alex hakuamini kabisa anachokiona. Sasa kumbe taxi alopanda ni ya Terence. Mchizi anajaribu kumuongelesha Zoe ajibu, hayuko sawa kabisa. Basi mshikaji akamfikisha mpaka nyumbani kwake. Zoe akashuka aondoke. Terence akatoka haraka haraka kwenye gari. Kuna vitu umesahau, mafaili yako. Zoe akayakwapua kwa hasira kisha akaondoka. Terence akumuelewa huyu dada ana shida gani aise. Basi akarudi kwenye gari yake akageuza akasepa. Akufika mbali akapata mteja mwingine. Mteja wa raundi hii ni mzee wa kubeti. Anasuka mikeka tu. Paka akaanza kumfundisha na Terence kubeti. Katika kuangalia karatasi za kuchorea mkeka, yule mteja akaona mafaili ya yule dada. Kumbe kuna mafaili mengine yalibaki. Sasa Terence akaona tayari ni changamoto, kwa sababu hataki kabisa kurudi kwa yule dada sasa hivi, pamesha kuwa mbali. Basi akayatupia kwenye dashboard akaendelea na misha zake. Huku kwa Zoe usiku mzima akautumia kulia tu. Alilia vibaya mno unaambiwa. Mapenzi yanauma sana ise. Mwisho wa siku akapitia usingizi. Kesho yake asubuhi akachelewa sana kuamka na kuna mchongo muhimu sana alitakiwa kuuwahi ofisini. Basi akavimba ofisini, baadaye akarudi nyumbani kachanganyikiwa. Anaemea juu tu. Akachukua simu kwenye mkoba akampigia shoga yake anaitwa Nancy. Akamwambia kwamba amefukuzwa kazi kwa sababu kuna documents muhimu sana kazipoteza. Ndo zile sasa alizoziacha kwenye gari ya Terence. Nancy akawa anampa pole tu shoga yake. Zoe akamuuliza anakuja lini hapa kwake. Nakuja muda sio mrefu, alafu nitakupigia baadaye, kuna kazi nafanya hapa. Simu ikakatwa. Mara mlango unagongwa. Zoe akanyanyuka kwenda kufungua. Akakutana na Terence. Mimi ni dereva ambaye nilikuleta hapa jana. Zoe akaona documents zake, akazikwapua. Na ulizisahau hizi kwenye gari langu. Sasa umesaidia nini? Alafu kumbe ni wewe ndo ulikuwa na hili faili muda wote. Paka umesababisha nimepoteza kazi yangu. Kwa nini usingelileta jana? Mimi sikujua kama lina umuhimu kiasi hicho. Zoe akaingia ndani akabamiza mlango. Terence akasema, I'm sorry. Maybe you can just call your boss and beg him. Basi mchizi akaondoka eneo la tukio kinyonge sana. Kesho yake tena akarudi hapa. Akagonga mlango, Zoe akafungua. Mchizi kaja hapa ili kumuomba samahani Zoe, lakini Zoe hakumuelewa kabisa. Anahisi sijui jamaa alifanya kwa makusudi kukaa na hilo faili. Basi akamtimua aondoke na asirudi tena hapa. Kisha akaingia ndani. Mchizi akaona basi bana, ngoja nikaendelee kula zangu vichwa. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Easy Konka na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Sasa wakati Terence anatoka, akapishana na gari ya Alex ndo inaingia. Na yeye kaja kuomba misamaha mingi kwa Zoe ikiwezekana warudiane. Akagonga mlango, Zoe akatoka. Mchizi akajaribu kutunga story kwamba hana mahusiano yoyote na Alice, lakini wapi. Zoe hakutaka kumuelewa. Akamwambia hizo story zake, akawaelezewa jinga. Akamtimua nyumbani kwake na asirudi tena kwenye maisha yake. Akaingia ndani akabamiza mlango kama kawaida. Basi mchizi kinyonge sana ikabidi aondoke eneo la tukio. Siku kadhaa mbele, Nancy akaja kwa Zoe. Wakapokeana kwa kelele nyingi, si unajua tena wanawake. Baadaye Zoe akaandaa chakula, ni mpishi mzuri sana. Nancy akawa anapiga picha kile chakula alafu anaposti mitandaoni. Akawa anafanya hivyo kila siku. Akiletewa chakula tu anakirekodi anaposti. Leo hii Nancy akamshauri Zoe kwamba inabidi akichukulie serious hiki kipaji chake cha kupika. Kitamuingizia hela nyingi sana. Achane na hizo kazi zake za kukaa ofisini. Zoe anasema, sasa nitaanzaje kupika wakati hata sijasomea? Basi kama uko tayari kwenda kwenye mafunzo kesho, mimi niko tayari kukulipia ada. Zoe bado akawa mzito. Haamini kama kupika kunaweza kuwa kazi yake, japo anapenda sana. Huku upande wa pili, Terence anaendelea na maisha yake, lakini akamkumbuka Zoe. Bado nafsi yake haijaridhika. Basi akampigia simu. Simu inaingia upande wa pili huku, Zoe anaokota. Hivi niongee neno gani unielewe kwamba na maanisha achana na mimi? Nimekwambia acha kunipigia. Mbona inakuwa ngumu kwako? Samahani, nilitaka tu kujua unaendeleaje. Tafadhali nakuomba usipige tena hii namba. Kisha kakata simu. Nancy akachukua simu. Ndo umemsave dereva msumbufu? Ananipigia kila siku na nimeshamwambia aniache lakini haelewi. Itakuwa najisikia vibaya tu. Yeye ajisikie vibaya. Kaniharibia kila kitu. Nancy akamwambia lakini huyu mchezi hajasababisha wewe kupoteza kazi yako na unajua hilo. Alex ndo kasababisha. Kwa mfano Alex asingekuchiti basi usingepoteza kazi yako. Alafu hata hivyo
wewe ndo ulisahau dokumenti zako kwenye gari lake, akakupigia na kukupigia lakini ukuokota. Kama ungepokea basi usingepoteza kazi. Jamani, nimechoka, naombeni tu mniache. Ishu yake yeye ya Alex, nimechoka, niachwe tu. Wakati stories zinaendelea, Nancy akapokea notification kwenye simu yake. Akafurahi sana, akamwambia Zoe kwamba amepata kazi kwa ajili yake, lakini ni ya muda mfupi. Sasa Zoe akaanza kufurahia makumbato mengi, lakini hajajua kazi yenyewe ni kazi gani. Nancy akamwambia kazi ni ya kupika. Zoe akakosa pozi. Rafiki yangu kavutiwa sana na mapishi yako. Nilimtumia picha zote za vyakula nilivyokula toka nije hapa kwako, na ametaka uwapikie marafiki zake 15 na kila sahani watainunua kwa naira 15,000. Zoe akaona mbona kama wazungu wengi, akapiga mahesabu akasema hii nitafanya, nilijua tu. Akanyanyuka akaenda kuemea. Kesho yake kweli mzee Zoe akapika, wakakipackage kwenye takeaway kisha wakafanya delivery. Baadaye walivyorudi nyumbani, Zoe akapokea tena pesa ya oda nyingine ya kesho. Nancy akasema rafiki yangu ananiambia wamekifurahia sana chakula, ndio maana wameweka oda tena ya kesho, sherehe tu mule ndani. Nancy akamshauri aifanye hii kazi, ndio iwe kazi yake ya moja kwa moja, achane na zile kazi zake za ofisini. Zoe akawa anahofia changamoto ndogo ndogo, si unajua tena waajiriwa. Nancy akamwambia inabidi wapate mtu wa delivery wa kudumu, yeye ndo awe anasambaza zile oda, yeye kazi yake iwe kupika tu. Wazo likapita. Baadaye Nancy akaenda kwa Terence. Kumbe hao washikaji ni ndugu bana, ni kaka na dada, lakini sio wa tumbo moja. Huku kwa Zoe anapitia changamoto ya kupata mtu wa delivery. Kila anayekutana naye hafai. Wengine wanamwaga chakula, wengine wanakula nusu alafu wanafikisha nusu. Nancy akamwambia asijali, anarudi hapo nyumbani muda sio mrefu. Baada ya muda akaja na Terence. Sasa mchizi akawa anasema mbona hizi apartment anazijua? Alishawahi kuleta mteja hapa. Kufika mpaka mlangoni, Terence akawa anaona ugumu kuingia ndani. Nancy akamforce mpaka wakaingia ndani. Zoe, shuka chini, nimekuja na solution ya tatizo lako. Zoe kushuka anakutana na Terence. Unafanya nini hapa? Unafanya nini nyumbani kwangu? Si nilikwambia uniache? Nancy ndo anatokea. Una nini tena? Huyu ndo yule dereva taxi aliyosababisha nikapoteza kazi. Nimekuwa na siku mbaya sana leo. Naomba usiendelee kunivuruga na kuomba uondoke. Tulia basi kwanza. Nitulie? Alafu unawezaje kumleta mtubaki ndani ya nyumba yangu? Huyu sio mtubaki. Huyu ni binamu yangu. Zoe jicho likamtoka. Bana Basi Terence naye akanuna anataka kuondoka. Nancy akawa anamzuia asiondoke. Mbona waliongea vizuri nyumbani na akakubali? Mimi siwezi fanya kazi na mtu ambaye hataki kuniona. Hakufanya kwa makusudi, au sio Zoe? Ndio, sikujua kama wewe ni ndugu yake Nancy. Basi wakamuomba paka mshikaji akakubali. Ndo Nancy kuwatambulisha vizuri sasa. Wakapata na kumbato fulani la kufosi. Basi bana washikaji wakaanza kufanya kazi pamoja. Wanatoka na oda zao, wanaanza kusambaza na nini. Njiani wakawa wanakula stori nyingi, wanajuana taratibu. Kesho yake Terence anakuja kuchukua oda akasambaze, anakuta Zoe analia. Sijui oda zimefanyaje. Si unajua tena waajiriwa. Ikabidi mchizi aanze kumtuliza pale. Terence akampa wazo la kufanya. Zoe akafanya na mteja akakubali. Basi makumbato mengi eneo la tukio. Siku kadhaa mbele, Terence akawa hajisikii vizuri, anaumwa. Hivyo akawa hawezi kufanya kazi. Zoe akamletea msosi nyumbani, alafu mchizi akampatia funguo yake ya gari aende mwenyewe kufanya delivery. Baada ya kumaliza delivery, Zoe akaja kwa mchizi tena ili kumrudishia funguo. Basi wakala story nyingi pale. Zoe akagundua mchizi hajala toka alivyomwachia kile chakula. Basi akaingia jikoni akatoa kitu. Na kila akipika chakula huwa anapiga picha na posti mtandaoni kwa ajili ya kupata wateja. Basi Zoe akawa karibu sana na Terence kwa hiki kipindi ambacho anaumwa. Pia kuna wazo Terence alitoa wawe wanatengeneza video kwa hizi harakati zao za kila siku, kuanzia mapishi mpaka wanavyofikisha chakula kwa wateja, kwa sababu yeye ana kamera. Wazo likapita. Vyakula vikawa vinapigwa picha kwa kamera sasa. Zoe ni mtu ambaye hajiamini, na kwa bahati nzuri anakutana na watu wanaomtia moyo sana. Wakawa wanapiga picha nyingi toka anavyopika na nini. Baada ya picha Terence akadokoa nyama, wakaanza kukimbizana hapo ndani. Akaitia mdomoni, wakawa wanavutana. Mwisho akajikuta wameingata kwa pamoja. Aibu ikawashika, wakakosa pozi wote. Mchizi akabidi aage aondoke, alikuja hapo kupiga picha tu na ameshapiga za kutosha. Sasa alivyoondoka akasahau kamera. Hivyo akarudi tena kuichukua. Zoe akaifuata akampatia. Wanaongea maneno anarudia mara mbili kama machizi vile. Siku kadhaa mbele, Nancy akarudi tena mjini. Kamletea zawadi Terence kwa msaada anaompatia Zoe. Kwa ajili yako na besti yako. Nasema asante. Hako kakicheko vipi? Unampenda Zoe Unaongea nini wewe? Usione aibu bana, mimi nakujua. Baadaye wakaenda kwa Zoe, wakawa wanacheza games na nini. Kesho yake Nancy akawa anamwambia Terence kama anampenda Nancy ni bora amwambie mapema, asipoteze muda. Ni kweli nampenda, lakini anza taratibu, mnunulie zawadi, mtumie meseji za mahaba. Kwani mpaka nikufundishe? We sio Lena bana. Terence akachukua ule ushauri.
Huku kwa Zoe anasikia mlango unagongwa. Kwenda kufungua akaingia Alex. Leo hii kajipanga kuuomba msamaha vizuri sasa. Akamweka chini Zoe akamtupia mistari mingi Zoe ya kuchomoa. Baadaye Nancy anakuja na binamu yake. Zoe akawa anamtoa pembeni Nancy ampe umbea. Ngoja kwanza Terence kakuletea zawadi. Oh, asante. Nashukuru sana. Haya, twende nikakuoneshe. Mchizi akabaki sebuleni. Baada ya Zoe kumpa story, Nancy akammind utamrudiaje ex wako? Na kumbe mchizi alimvika pete ya uchumba kabisa. Nancy akusapoti kabisa anachoambiwa. Si anampigia kampeni binamu yake, akamkataa kabisa akanyanyuka akasepa. Baadaye walivyorudi nyumbani, Terence akawa elewi. Kwa nini Nancy aongee chochote toka atoke kule chumbani kwa Zoe? Baada ya kumvuta kwa muda, ndo akamwambia sasa kwamba Zoe kamrudia ex wake. Terence akakosa pozi kabisa. Nancy anasema anajua kabisa huyo mchizi kuna kitu anataka, hana mapenzi ya kweli kabisa. Akawa anamlalamikia na Terence kwa kuchelewa kumtongoza, ungekuwa pamoja sasa hivi na asingerudiana hata na huyo ex. Basi delivery zikaendelea. Zoe anamshukuru sana mshikaji kwa msaada wake wa kufanya hizi delivery. Mara mlango unagongwa. Zoe akaenda kufungua. Huyu nani? Kumbe sijawatambulisha. Terence, huu ni mchumba wangu. Na Alex, huu ni Terence rafiki yangu. Mchizi akampa mkono. Huu ndo ule dereva taxi wa delivery. Mchizi akuchukua ule mkono. Dogo, unafanya kazi poa sana, komaa. Dharau tena. Ngoja nione leo una deliver nini. We mzee usishike. Unataka unizuie kushika msosi wangu? Huu sio msosi wako. Hii ni misosi ya wateja. Kama una njaa nenda restaurant. Mwachia. Zoe akamuomba tu mchizi kwa utaratibu aendelee na kazi. Mwamba akatoka. Kaa uongee na dereva wako. Kaniandalie chakula huko. Sasa kuna siku Alex akamwambia Zoe kwamba aachane na hii biashara ya misosi, arudi kwenye kazi yake ya mwanzoni. Yeye anaweza kumtafutia kazi. Lakini mpenzi, si unajua napenda kupika. Ndio unajua, lakini ukinipikia mimi na watoto wetu inatosha. Haipendezi wewe mtu na madigrii yako unajiposti Instagram unauza mamisosi. Ngoja nimpigie mtu hapa akufanyie interview kesho kwenye kampuni ya rafiki yangu. Vipi wasiponiajiri sasa? Lazima wakuchukue, ni kampuni ya rafiki yangu. Cha kufanya sasa hivi, wewe nenda tu jikoni kanipikie. Basi kesho yake asubuhi mchizi anakuja kuchukua misosi ya sambaze, anapewa taarifa kwamba Zoe kaacha kupika, kapata kazi nyingine. Lakini uliniambia unapenda kupika na mara ya mwisho ulisema unatamani kufungua restaurant yako mwenyewe. Sihitaji tena. Nashukuru sana Terence kwenye msaada wako kwenye kila kitu. Haya ni maamuzi ya boyfriend wako, si ndio? Ungejua huyu jamaa hakupendi. Umesemaje? Zoe, boyfriend wako hakupendi. Alex hakupendi. Angalia kidoleni. Kama anipendi kwa nini atake kunioa? Yaani mahusiano yangu hayakuhusu chochote. Naelewa hilo. Lakini hii ni ndoto yako. Huna la kuniambia nikabadili mawazo yangu. Mchizi akamuuliza, una amani na maamuzi yako? Zoe akasema kinyonge sana, ndio nina amani. Mwana akasema basi sawa, ngoja nikajilie vichwa mie. Lakini kiuhalisia Zoe hana amani kabisa na hayo maamuzi yake. Terence kufika kwake akamwambia Nancy, ongea na shoga yako. Eti anataka kuacha biashara yake kwa nini sasa? Sijakuelewa vizuri, unasema kwamba Zoe hauzi tena misosi? Ndio, nimetoka kwake muda so mrefu na kanambia hakuna kitu nitamwambia ambacho kitabadili mawazo yake. Ongea na shoga yako, tafadhali ongea naye. Mbona una command hivyo? Umekuwa commander in chief. Nancy akampigia simu Zoe. Zoe akasema Alex aliniahidi kunirudisha kwenye kazi yangu ya zamani. Nikaona tu niachane na misosi. Nancy akasema sawa, na imani unajua unachofanya. Usije tu kajutia baadaye. Simu ikakatwa. Zoe anazidi kuchoka. Siku kadhaa mbele Zoe akaja kwa Terence. Akawa anamuomba jamaa muache tu na maamuzi yake. Mchizi naye akasema hawezi kumwacha tu amwangalia na katia tamaa ndoto zake. Ulisema mwenyewe kabisa kwamba unataka kufungua restaurant yako. Umesahau? Terence, mimi sijakatia tamaa ndoto zangu. Boyfriend wangu ana pesa nyingi mno. Anaweza kunisponsor kwenye chochote ninachotaka. Kumbe ni swala la mabunda. Sasa nimekuelewa, haina shida. Kisha akaondoka. Yaani unaondoka nikiwa bado naongea na wewe? Zoe kurudi nyumbani akawa anaongea na Nancy kwa simu. Anashangaa kwa nini Terence kamnunia kabisa yani. Nancy akamwambia ni kwa sababu anakupenda. Zoe akastuka. Leo ndo anajua hili. Basi kutokea pale akawa anawaza sana. Yuko kwenye gari na Alex, lakini akili inakumbuka maneno ya Nancy kwamba mwanaume anayekupenda kweli atakusapoti kwenye ndoto zako na sio kuziua ndoto zako. Akajaribu kumwambia Alex kuhusu kufungua restaurant. Achana na upuuzi wa kufungua restaurant. Una kazi nzuri sasa hivi, shida yako nini? Alafu nikikuona nikapewa kampuni ya babangu, wewe utapata kiwango chochote cha pesa unachotaka. Au ndo kale ka dereva taxi kana kujaza ujinga? Hivi Alex unanijali kweli wewe? Maana kama unaona unachotaka sijui unioe tu kwa ajili ya show off, tupite red carpet, kamera nyingi, hicho ndo unachotaka toka kwangu.
Mchizi hakutaka kabisa kusikia habari za kufungua restaurant. Akamkataza kabisa simletee hizo habari tena. Basi mida usiku Zoe anamwambia Alex masuala ya kwenda nyumbani kwao kujitambulisha. Alex yuko busy na simu tu. Alichukulia uzito kabisa hilo swala. Anajibu kwa mkato tu. Zoe akasimama kisha akakwapua simu yake. Kucheki sasa alichokuwa anafanya kwenye simu, akakuta alikuwa na chat na Alice. Alice alituma message anamuita Zoe ni mdoli. Yaani kaaba wako ananiita mimi mdoli. Sasa kumbe Alex alikuwa na force kumuoa Zoe ili apewe kampuni ya baba yake. Hilo ndo lilikuwa sharti alilopewa na mzee wake. Yaani kama anataka kampuni ni lazima amuoe Zoe. Paliwaka moto mule ndani, Zoe akamtimua kwake akamtupia na pete yake. Siku kadhaa mbele Terence akaja kwa Zoe, kamletea misosi na nini. Muda huo Zoe hana hamu, ameshalia sana. Anajutia kila kitu kilichotokea hapa katikati. Basi mchizi akachukua jukumu la kumtuliza, akampa moyo sana pale. Makumbato mazito, Zoe analilia kifuani tu. Basi washikaji wakarudi kupika tena, na mwisho wa siku mchizi akamfungukia kwamba anampenda. Zoe naye akasema anampenda pia. Wakaingia kwenye mahusiano rasmi sasa. Basi mchizi akawa akiendesha gari, mgulo kanyaga mafuta unafanyiwa masaji taratibu. Huduma ya misosi inaendelea na inafanywa na wapenzi. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Destination Heart. Niandikie maoni yako hapo chini, umeionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka. Tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. E7 Beats. Yo, E7 Beats nigga.